Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesomewa mashtaka manne ikiwemo la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya mahakimu wawili tofauti. Katika kesi hizo mbili zote zimeahirishwa hadi Aprili 24 mwaka huu, huku Lissu akikosa dhamana katika shtaka la uhaini kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na mamlaka ya kuisikiliza. Lissu alifikishwa mahakamani hapo saa 10:15 jioni ambapo alisomewa shtaka la uhaini na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga. Katika shtaka hilo anadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka huu katika mkoa na jiji la Dar es Salaam na akiwa na rais wa Tanzania alitengeneza nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Katika mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii, alisomewa na wakili Lukosi Harrison mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini. Katika kesi hiyo ya mashtaka matatu, Lissu alikana makosa yote matatu ambapo alipewa masharti ya dhamana ya mdhamini atakayesaini bondi ya shilingi milioni 5 ambapo baada ya kutimiza masharti hayo kesi imeahirishwa hadi Aprili 24 mwaka huu. Mashtaka hayo matatu ya kuchapisha taarifa za uongo inadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka huu katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, mshtakiwa alichapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube akisema kuwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 wagombea wote wa Chadema walianguliwa kwa maelekezo ya rais huku akijua ni uongo. Na katika shtaka la pili ni kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube zilisema kuwa polisi wa nchi hii wanatumika kuiba kura huku akijua ni uongo. Na katika shtaka la tatu inadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka huu mkoa na jijini Dar es Salaam, mshtakiwa alichapisha taarifa kwenye mtandao wa YouTube zikisema kuwa majaji wa nchi hii ni CCM na hawawezi kutenda haki kwa kuwa wanapenda kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufani. Ration ya Jamhuri ilikuwa imeshapita. Não vou